Wapendwa mabibi na mabwana, leo ni siku ya 30 ya Kwaresma yetu ya mwaka huu. Hii ni Kwaresma. Mada inayotuongoza ni kutoka misimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi. From seasons to reason. From seasons to reason. Na neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa kwanza. Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza. Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Mabibi na mabwana, katika Kwaresma hii tuna dhima ya kuangalia juu ya maneno mawili, falsafa na theolojia iliyopo kati ya msimu na kusudi. Kati ya misimu na kusudi. Theolojia na falsafa iliyopo kati ya seasons and reason. Season and reason. Na namna ambavyo maisha yana mzunguko mkubwa wa misimu mbalimbali iliyobeba kusudi. Tunaangalia pia mwendelezo wa somo ambalo tunaendelea nalo hapa, namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. How to use season for the reason. How to use season for the reason. Na somo letu la leo ambalo tunaendelea nalo, ambalo tunaangalia leo, somo letu la leo ni nguvu ya sasa. The power of now. Nguvu ya sasa. The power of now. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 35. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 41 mstari wa 35, Biblia inasema hivi. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 41 mstari wa 35, Biblia inasema hivi. Mwanzo 41:35, Biblia inasema na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Nitarudia tena. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo. Miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika mji. Na tafadhali soma pamoja nami kitabu cha Luka ule mlango wa 18 mstari wa 41 mpaka wa 43. Kitabu cha Luka ule mlango wa 18 41 mpaka 43, Biblia inasema hivi. Wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtumikia Mungu, na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Amen. Na tutulie tuombe. Mungu uliye mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mwokozi, mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako, na malaika na maserufi na makerubi na wazee 24 na jeshi la mbingu za mbingu linakuabudu na kukutukuza daima. Kwa hiyo roho yangu inakuadhimisha, na matendo yako yanatisha kama nini. Sasa ujitwalie utukufu, upende kusema na kanisa lako waziwazi, wala usinyamaze. Ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Kwa hiyo nafsi yangu inakuadhimisha. Wewe ni Mungu, yeye yule usiyebadilika. Matendo yako yanatisha kama nini. Bwana Mungu wa majeshi, wabariki watoto wako wanapolisikia neno lako asubuhi ya leo,
na ndiposa tunazivunja kazi mbovu za adui Shetani, roho zote za uasi na mamlaka za giza na hekima yote ya kuzimu na kila roho la bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito. Tunafunga hayo maroho na kuyatupa nje katika jina la Yesu. Tamalaki katika nyumba hii na udhihirike na uweza wako ajabu. Utubariki sasa na daima katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Sema na mioyo yetu Bwana. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma na tunapoangalia juu ya nguvu ya sasa, the power of now, the power of now. Ninapenda kuwakaribisha katika dakika 40 za darasa letu la asubuhi hii ya leo. Darasa letu la asubuhi hii ya leo. Na kile ambacho ninapenda kufundisha ni namna ambavyo Yusufu alisimama mbele ya Farao akatafsiri ndoto, na Farao akatumia muda ule ule kwanza kumteua Yusufu kuwa waziri mkuu, lakini pia tafsiri ambayo Yusufu anasema na kumwambia Farao, tumieni nguvu ya sasa iliyopo ya chakula na miaka hii miema ya chakula, na muende mkakusanye chakula na mkifanye kuwa chakula cha akiba kwa siku zijazo, the power of now. Lakini pia katika quotation iliyosoma ya kitabu cha Luka, kuna makosa kidogo ambayo nataka Luka siuangalie haraka na good luck. Ni juu ya Yesu alipofika Yerusalemu, alipofika karibu aliuona mji akaulilia. Alipofika karibu aliuona mji akaulilia, akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zinakuja adui zako atakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Kwa kuwa siku zinakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Hii ni Yesu aliiona Yerusalemu, akaiangalia, akaona namna ambavyo walikuwa hawana kabisa mji mzima. Ni mji mtakatifu, ni mji wa Yerusalemu, lakini the power of now, nguvu ya sasa. Kwa hiyo mabibi na mabwana, kwa sababu muda wangu haunitoshi, na kwa kweli haujawahi kunitosha kwenye hoja za kitheolojia na kifalsafa na juu ya maudhui na muktadha wa maandiko ambayo tumesoma, naomba tu kwa ridhaa yako uniruhusu niingie darasani kutoa hoja za kitheolojia na kifalsafa asubuhi ya leo. Kwanza, hoja ya kwanza, sasa ina nguvu kubwa mno katika maisha ya mtu. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua nguvu ya sasa, the power of now. Sasa ina nguvu kubwa mno katika maisha ya mtu. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua nguvu ya sasa, the power of now. Yusufu alijua na kutumia nguvu ya sasa, the power of now, katika kukusanya chakula kwenye msimu wa sasa wenye chakula. Na acha niseme tu, si tu alitoa hoja, lakini pia alijua right now, sasa kile ambacho napaswa kufanya si kukumbusha sonona zilizopita kwenye maisha yangu. Miongoni mwa watu walikuwa wana misimu ya sonona ni pamoja na Yusufu. Na sasa kuna watu wengi ambao wamehifadhi masonona yao ya miaka iliyopita tu. Alinyanyaswa na shangazi yake, lakini alipata degree akiwa kwa shangazi yake. Ana masonona tu kwamba alikuwa anaambiwa aoshe vyombo, alikuwa anaambiwa apeleke maji kwa kuku. Sasa maji kwa kuku na vyombo vilivyopita na degree na masters ulionayo na gari uliopaki pale nje vina ulinganifu? Masonona hayo ya kuzimu
yashindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuna watu wana masonona ya ajabu, yaani unamsikia mtu anakueleza masonona yake kabisa, na mtaniwia radhi, excuse me, lakini kama kuna kiumbe kinachotembea na sonona duniani na kukumbuka vitu vilivyopita past na kustaki hapo kwenye sonona ya msimu iliyopita, si wote lakini, ila ni baadhi yao, wanawake. Nilipokuwaga mjamzito, huyo mtoto anaambiwa alikuwa mjamzito mwaka wa 70. Anakumbukia leo, nilipokuwaga mjamzito, nilipokuwa natapika, sijui nilipokuwa nafanya hivi, sijui baba yako alinifanyaga hivi. Yani anaelezea vitu vilishapita. Anakumbuka nyumba ya kupanga na sasa wanaishi Masaki kwenye gorofa yao. Lakini atakuwa tu wakati ule ulicheleweshaga kodi, anamwambia mume wake, ulicheleweshaga kodi kwenye nyumba ya kupanga, sijui kufanya nini mpaka nikanyanyaswa na mwenye nyumba. Unazungumzia saa hizi huko Ununio, bado unakumbuka mapasti. Sasa walio wengi, na hii ni shida kweli, na wakina mama Mungu awasaidie kupona majeraha ya ndani. Inawezekana na majeraha, na mimi nilishasemaga hapa, si kwamba wanawake hamzingui, mmezingua sana. Sema wanaume hatunaga hiyo habari, ikishaisha imeenda hiyo. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Lakini ninyi mnatembea na flash, mmesevu, na kila hasa mnahakikisha haziingia hata virusi. Yaani hakuna hiyo flash kufuta, inabakia pale pale. Ni kukumbushana tu mambo mabaya saa zote. Na nataka niwaambie kama mwanaume, hakuna kitu kinachomuudhi mwanaume duniani kama kumkumbushia mambo yaliyopita. Yaani hayo ni maudhi. Yaani ni haramu kuliko nguruwe. Yaani we don't like it. Kama ilitokea. Hata kama kuna pasti ambazo tulifanya mistake, it is done. Imeisha, imeenda. Tuache tuishi, mahaba niache niishi, siwezi kuishi na mahaba ya kuua. Hata Ibrahimu alisema mahaba niache niishi. Sara sema mimi ni kaka yako, mahaba niache niishi, kama kuna mahaba niue wachache. Hebu punga mkono pamoja na mimi. The power of now. You must understand the power of now. Yusufu angeanza kusimama, mimi nimeuzwa, nilikuwa napendwa na baba yangu sana, ndugu zangu akanionea wivu, mimi nimesingiziwa kesi. No, the power of now ni kutafsiri ndoto. Akasimama pale, 3 minutes of favor, akafuta kesi ya mauaji, akachukua cheo kwa waziri mkuu. The power of now. Achana na masonona na mavitu yaliyopita kwenye maisha ya kwako. Washindi wachache wangesema amina, alafu ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Nguvu ya sasa. Kwa hiyo Yusufu alitumia hiyo, akawaambia tumieni miaka hii miema ya sasa kwa ajili ya kukusanya chakula. Hivyo ilikuwa ni nguvu ya sasa ya Yusufu. Hiyo ilikuwa ni nguvu ya sasa ya Yusufu. Na naomba sana tafadhali kujua kwa hakika nguvu ya sasa kabisa. Na nguvu ya sasa, the power of now, imebeba hatima ya kusudi katika maisha ya kwako. Nguvu ya sasa, the power of now, imebeba hatima ya kusudi katika maisha ya kwako. Tazama, yaliyopita yamepita na sasa yote yamekuwa mapya. Imeandikwa hivyo. Reflection. Unaweza ukaangalia reflection yetu. Nguvu ya sasa, the power of now, imebeba hatima ya kusudi katika maisha ya kwako. Imebeba hatima katika maisha ya kwako. Nguvu ya sasa. Na pengine nitazungumza kidogo ili uweze kuelewa. Maisha yako ya leo yanatokana na sasa iliyopita maishani mwako. Yaani ulivyo leo, kuna sasa, ni reflection, ni taswira ya sasa iliyopita kwenye au iliyowahi kupita maishani mwako. Vipi kuhusu sasa zilizopita katika maisha yako? Zimekuachia nini? Vipi kuhusu sasa zilizopita kwenye maisha ya kwako? Zilikuachia nini? Pengine ulikuwa na sasa ya kusoma, zimekuachia nini? Pengine ulikuwa na sasa ya wazazi wazuri, wamekuachia nini? Pengine ulikuwa na sasa ya cheo kazini, imekuachia nini? Pengine ulikuwa na sasa mbaya, pengine imekuachia nini? Ya kukosa ada, na sisi tupo tuliokosa ada tukasomeshwa na majani ya kahawa. Hivi hiyo sasa iliyopita imeniachia nini? Nakumbuka hiyo sasa
Nasema Mungu, kama mimi nimekosa kusoma na nilikuwa na brain ya kusoma, lakini kwa sababu ya umaskini nimesoma na haya majani ya kahawa, basi nisaidie niweze kusomesha wengine na kuwasaidia. Ndio wale pale wana madigrii ya engineering, ndio wale pale wa theolojia wameketi zaidi ya watu 200. Mungu amewafanyia yale. Sasa mbaya ya kwangu imeleta sasa nzuri kwa wengine. Oh my God, ungenisaidia kumpigia Jehova makofi mengi. Una sasa gani? Nataka uangalie reflection hii hapa fupi. Uangalie vipi kuhusu sasa zilizopita. Nguvu ya sasa, the power of now, imebeba hatima na kusudi. Maisha yako ya leo yanatokana na sasa iliyopita maishani. Ni vipi kuhusu sasa zilizopita katika maisha yako? Zimekuachia nini? Na hili nataka utafakari. Nataka upate nafasi ya kumeditate, upate nafasi ya kutafakari. Sasa ya Yusufu ilibeba neema ya miaka sasa ya Yusufu ilibeba neema na baraka ya kulisha dunia kwa miaka 7. Sasa ya Yusufu, sasa ya Yusufu ilibeba neema na baraka ya kulisha dunia kwa miaka 7. Sasa ya Yusufu ilimsaidia Farao kuendelea kutawala na kuongoza nchi kwa kutatua tatizo la njaa. Tatizo la njaa. Ile sasa ya Yusufu iliweza kumsaidia Farao kuongoza na kutawala na akitatua tatizo la njaa. Na hapa pana reflection ambayo unaweza ukaona namna ambavyo Yusufu alisaidia. Sasa Yusufu ilibeba neema na baraka. Sasa yake ilibeba neema na baraka, na sasa ya Yusufu ilimsaidia Farao kuendelea kutawala na kuongoza nchi kwa kutatua tatizo la njaa. Ukumbuke juu ya falsafa ya uongozi au falsafa ya kiongozi pale niliposema Pharaoh type of leadership. Falsafa ya uongozi inasema hivi: kazi ya kiongozi ni kutatua matatizo. Kiongozi usipotatua tatizo litakuwa kiongozi na wewe unageuka kuwa tatizo. Mnabadilishana nafasi. Sasa kwenye department yako kama kiongozi au taasisi kama kiongozi, jiulize swali: wewe ndiye unayeongoza au ni tatizo linakuongoza? Umetatua tatizo au umegeuka kuwa tatizo? Lazima uangalie na ujiulize na kuona. Na reflection yetu hapa ni kujaribu kuonyesha namna ambavyo kama kiongozi haukutatua matatizo. Unatatua matatizo, ndio kazi ya kiongozi. Umegeuka kuwa tatizo, watu wanakudiscuss. Sababu wewe ni problem kwenye organization, kwenye taasisi, watu wanakudiscuss tu. Sasa wewe ni kiongozi au ni tatizo je, wewe ni kiongozi au ni tatizo? Lazima ujiangalie kwenye kampuni. Hata kama ni kampuni ya kwako binafsi, wewe ni CEO, lakini unawezekana ukawa ni problem tu, watu hawapati mishahara kwa wakati. Kuna mahali ambako umeshindwa kutatua matatizo. Ukishindwa kutatua matatizo, wewe unageuka kuwa tatizo, na tatizo linageuka kuwa kiongozi, na watu wana discuss. Kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo upate neema ya kutatua matatizo kwa wale ambao ni viongozi. Mabibi na mabwana, kuna sasa za shule, kuna sasa kazini, na kuna sasa ya hali nzuri ya nchi unayoikaa, na sasa mbalimbali. Na hapa napenda kutoa tu case study chache. Binti mmoja alifika ofisini kwangu, ni mama wa watoto 4. Akaniambia, mchungaji, sisi tumezaliwa kwenye familia maskini, lakini kaka yetu mkubwa ni mwanajeshi, na ni wale jeshi walioajiriwa jeshini kwa darasa la 7 that time. Kwa hiyo alipita tu kwa mgambo, neema ikamsaidia akaingia jeshini, wale wanajeshi wa mwanzo. Na akanichukua mimi kutoka nyumbani, akanileta kukaa naye. Tulikuwa tunakaa naye kambini jeshini ili anisomeshe, na nikachukua fomu na akanishonea. Nikaenda nikafanya interview ya kuingia form 1, nikafaulu interview. Kaka yangu akanishonea na nguo za shule na madaftari na mabegi ya shule, kila kitu.
Lakini nilikiwa najiandaa kwa ajili ya kwenda kujoin secondary school, mama wa jirani ambaye ni jirani yetu kwenye hizo kota za jeshi, nikaenda kusuka nywele. Akaniambia, wewe una nywele nzuri, halafu umeumbika vizuri, ndio unaenda kusoma? Kaambia ndio, naenda kusoma, naenda sekondari. Akamshawishi na yeye kwa ujinga wake akaniambia, na mimi nikakubali. Akanitorosha. Kumbe yule mama anafanya biashara hapa mjini, kuna biashara nyingi ya kuuza mahouse girl. Yaani anapiga simu, nakuletea house girl, nataka, anatokea Kigoma. Akaniambia, akaniuza, akachukua na nauli na vitu vingine, nikaenda kuwa house girl. Sikuenda shule. Mchungaji, ninakumbuka sasa ya kwangu ya shule, namna ambavyo ninataabika kule kwenye house girl. Nilipata mimba, nikataabika huko, nikarudi kwa kaka yangu, akanisaidia tena. Lakini baada ya hapo sikuweza kutulia, yaani maisha yangu hayakutulia. Navyozungumza na wewe leo, nimezalishwa na wanaume 4 na hakuna mwanaume yoyote anayeangalia hata mtoto mmoja. Bado ni kaka yangu anaangalia wale watoto. The power of now. Na mimi mwenyewe sina maisha, ana matrauma kama yote. Wote wamemwacha vibaya, wanaume 4, kila mmoja amemwacha, na hakuna hata anayekumbuka mtoto. Si bora hata uzalishwe mbaba wa mtoto akumbuke mtoto? Hakuna hata anayekumbuka mtoto. The power of now. The power of now. Nachoweza kusema hapa, ninasema kama kuna sasa iliyopita inaweza ikabeba mashaka makubwa katika maisha ya mtu. Vipi kuhusu watu ambao walikuwa na sasa nzuri na hawakuweza kuitumia vizuri? Na ndio maana unakutaga watu wanalalamikaga. Hata wa Marekani nao ninahudumia sana watu wa Marekani katika state zao zote. Huko nina waumini wengi. Kusikia nikitamka Marekani mara kwa mara, nina waumini wengi kwa sababu state zake zote nina waumini. Lakini kuna wanaokumbuka wakati wa Bush, kuna wanaokumbuka wakati wa Obama, sasa za Obama, sasa za Bush. Kwa sababu sasa wako na mzee wa kazi Trump. Kwa hiyo wana sasa yao wanaikumbuka. Marekani ya sasa tofauti na Marekani ile. Wana sasa yao iliyopita, kama hawakuweza kufanya pengine hivyo. Lakini baadhi ya nchi za Kiafrika ambazo wakati mwingine zilikuwa tu asubuhi unaamka unaenda unapanda ndege, hata Goodluck alienda tu mara kadhaa Marekani. Lakini sasa nasikia bondi eti milioni 30 uweke kwanza. The power of now. The power of now. Sasa yako uliitumiaje kwenye maisha ya kwako? Oh my God. Vipi kuhusu wale ambao Mungu amewapa neema ya nafasi ya biashara, nafasi ya kikazi? Mtu mmoja nilikuta Mungu amemsaidia, ameperform vizuri sana kwenye biashara. Na Mungu amempa neema, amewekeza a lot. Mahoteli kwenye mbuga za wanyama, magorofa mjini, maflati ya kutosha. Na nami namuuliza ilikuwaje? Ananiambia, bwana, nilianza na mimi nikanunua kiwanja eneo ambalo ni prime area, nikajenga. Lakini baadaye nikapata mteja aliyekuwa anataka ile nyumba, yaani kwa mara 10 zaidi ya gharama ya mahali pale. Alikuwa ni mzungu. The power of now. Ananiambia nikauza ile nyumba, kutoka pale ndio nimeweza kupata mitaji ya biashara na uwekezaji mkubwa huu unaouona leo. Nilitumia nguvu ya sasa. Na kuna watu ambao pia nakutana nao bado wamepanga, wananiambia Magomeni bado palikuwa msituni. Nilikuwa napita hapo Magomeni, mji ukahama Magomeni, sasa ikahamia Sinza. Sinza kulikuwa kabisa ni msitu, walikuwa wanauona msitu wa kununua kiwanja. Sinza na Kijitonyama ikahamia Mbezi Beach. Mbezi Beach kulikuwa ni mabonde ya mpunga, na watu walikuwa wanalazimishwa, wafanyakazi wa serikali, kupewa mashamba kwa lazima. Kuna mzee mmoja yuko kule Mbezi Beach, ana maekari zaidi ya ekari 10, eneo ambalo ni prime area. Ameweka maapartment, wameweka maeneo mengine, wameweka mashule kule. Ikafika nikamuuliza, wewe mzee, ilikuwaje? Akaniambia, huku kulikuwa pori, nilikuja huku na gobore la kupambana na wanyama wakali, na tulipewa bure na tulilazimishwa
Wenzangu waliopokea hapa walikaa wakaondoka, nikachanganya na mashamba yao wale waliokataa. Tena walikuwa viongozi wa serikali, wafanyakazi wa serikali, walipewa kwa lazima Mbezi Beach, lakini walikataa. The power of now. Sasa hivi wengine ni wapangaji wake, wamehaya kwenye baadhi ya apartment zake, wale waliokimbia, kwa sababu the power of now. Namna gani unaitumia sasa? Oh my God. Hoja ya pili. Nguvu ya sasa, the power of now. Kwa Farao wa Musa lilikuwa ni tatizo kubwa kuchukua maamuzi ya haraka. Nitarudia tena. Nguvu ya sasa, the power of now. Kwa Farao wa Musa lilikuwa ni tatizo kubwa kuchukua maamuzi ya haraka. Kuna tofauti kubwa kati ya Farao wa Yusufu na Farao wa Musa ambao wanapishana kwa miaka 400 hivi. Kuna tofauti kubwa. Kama alivyosema, Farao ni cheo, kama tunavyosema president au rais. Na huyu Farao wa Yusufu na Farao wa Musa utaona tofauti yake, na ndipo utakapojua the power of now. Farao wa Yusufu alichukua maamuzi ya kutumia nguvu ya sasa, the power of now, na kusaidia nchi right now. Kwanza amemwona Yusufu, akamwambia hakuna mtu mwenye akili kama wewe, akamwamini, akampa nafasi ya kuwa waziri mkuu, akatumia brain yake kwa sababu alikuwa na sharp brain, akamwambia nitakachokiangalia mimi ni kiti. Na katika sayansi ya uongozi duniani kuna kiti na brain, na kwenye managerial skill tunasema wale ambao Mungu amewapa neema ya kiti ni mwenye kiti, ni kiti, una kiti, una nafasi ya kiti. Tumia watu wenye brain, na ukitumia watu wenye brain unapata na hiyo skill ya Farao ya kulinda kiti. Farao alimwambia Yusufu, mimi nakuruhusu isipokuwa kiti usikisogelee. Na kwa kawaida mtu mwenye brain hangaikagi na maviti hata siku moja. Permanent seat za kazi gani? Mtu mwenye akili anaishi kwa akili yake. Farao wa Yusufu alichukua maamuzi ya kutumia nguvu ya sasa, the power of now, na kuisaidia nchi. Na unaweza ukaangalia reflection yetu hapa haraka. Farao wa Yusufu alichukua maamuzi ya haraka right now. Sasa Yusufu, umekuja, umeshanitafsiria ndoto, hakuna kitu cha kusubiri. Na ungeweza kuona nafasi hii ya waziri mkuu ni nafasi yenye mchakato. Ngoja niangalie katiba inasemaje, kwamba huyu si raia, anawezaje kuwa waziri mkuu? Katiba inasemaje juu ya nafasi ya waziri mkuu? Katiba inasemaje? Na viongozi wenzangu watanionaje? Ngoja niunde kamati ya mchakato, kamati ya uteuzi, kamati ya kuangalia. Na niliwaambia juzi, angeteua kamati ingemwambia huyu mtu hafai, ana uraia, ni mtumwa, ana kesi ya ubakaji, ana kesi mahakamani, huwezi kuingilia mahakama. Kwa hiyo asingeweza kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Lakini alitumia nguvu ya sasa, the power of now, na sio mchakato na kuahirisha vitu. Farao wa Musa alikuwa na roho nzito la kuahirisha mambo na kuchelewesha mambo. Alikuwa na roho nzito la kuahirisha mambo na kuchelewesha mambo. Ndio tofauti hao mafarao wawili. Hakujua na kutumia nguvu ya sasa, the power of now. Hakujua. Huyu Farao wa Musa tofauti na Farao wa Yusufu. Na hawa ni viongozi wawili tofauti, wenye falsafa mbili tofauti kabisa za uongozi. Lakini naomba usome pamoja nami katika kitabu cha Kutoka ule mlango wa 8 mstari wa 9 na wa 10. Kitabu cha Kutoka ule mlango wa 8 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema hivi: Musa akamwambia Farao, haya, ujitukuze juu yangu katika jambo hili. Sema, ni lini unapotaka nikuombee wewe na watumishi wako na watu wako, ili hao vyura waangamizwe, watoke kwako wewe na nyumba yako na nyumba zako, wakae ndani ya mto tu? Farao akamwambia Musa, kesho. Farao akamwambia Musa, kesho tafadhali Musa, tomorrow. Akasema, na yawe kama neno lako. Musa akamwambia Farao, umesema kesho, sawa, na yawe kama neno lako, ili upate kujua ya kwamba hapana mwingine mfano wa Bwana Mungu wetu. Sasa nisikilize, macho ubaoni. Hebu punga mkono pamoja nami, nisikilize, macho ubaoni. Hawa ni mafarao
wawili tofauti, wametofautiana tu miaka 400. Yaani Farao wa Yusufu na Farao wa Musa waliishi kipindi cha tofauti ya miaka 400. Na Farao wa Yusufu alikuwa hana tatizo, alikuwa kwenye good condition, alikuwa kwenye miaka miema 7 ilikuwa inazalisha nchi vizuri, hakuwa kwenye problem. Lakini alichukua tahadhari, akatumia, alikuwa na nguvu na idea na brain na spirit ya the power of now. Anapingana na tatizo la miaka 7 ijayo. Unajua angeweza waita sasa, okay, kumbe ni miaka 7. Unajua miaka 7 kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni vipindi, almost ni vipindi viwili vya president, ni kama anamaliza muda wake. Angeweza akasema okay, kumbe ni miaka 7 ijayo, mimi nilifikiri kesho. Na alikuwa hayupo kwenye problem, lakini alitumia the power of now, nguvu ya sasa, kutatua tatizo la miaka 7 ijayo, na haraka akafanya hivyo. Sasa nisikilize huyu wa Musa sasa, ambaye nafikiri hii type iliyoko ya Musa ndio kizazi kinachoendelea mpaka kwenye kampuni ya kwako. Huyu wa Musa alikuwa kwenye pigo la vyura, nchi nzima ina vyura. Ukipika nyama kilo 1 kwenye sufuria, wakati unaonja chumvi kwenye mfuniko, ukifunua tu hivi, kumeingia kilo 7, kilo 10 za vyura kwenye sufuria ya nyama. Watu walikuwa hawali, watu walikuwa hawali. Biblia inasema hao vyura walimpandia Farao. Kwenye suti kama hii huwezi kuona kala ya suti, unaona vyura kila mahali. Usiku watu hawalali, mvua zimeanza, haleluya. Kama uko karibu na dimbwi, tunakutakia mkesha, kwa sababu vyura hakuna kulala, kero ya usiku kucha. Biblia inasema mazulia na vitanda vya Farao, hao vyura walipanda kwenye vitanda. Lakini Farao anamwambia Musa, roho la kuchelewesha na kuahirisha mambo, anamwambia Musa, niombee Mungu aondoe vyura hawa. Na Musa anamwambia Farao, jitukuze juu yangu. Ni lini unataka tukuombee hao vyura watoke katikati yako, wabaki mtoni tu? Huyo Farao wa Musa anamwambia kesho. Why not today? Kwa nini sio leo? Kwa nini sio sasa? Kwa nini iwe kesho? Kwa nini iwe kesho? Mabibi na mabwana, unaweza ukafikiri navyozungumza juu ya the power of now ukachukulia poa, lakini nataka nikuambie hii ni delaying spirit mbaya. One more night with my frogs, one more night with my tears, one more night with my sorrow, one more night with my problems, one more night with my shame, one more night. Why one more night? Kwa nini isiwe right now? Kwa nini usimwambie? Kwa nini Farao aseme right now, please pray for me right now, sasa hivi omba kwa ajili yangu? Lakini anamwambia kesho. Kesho. Kuna tofauti kubwa kati ya Farao wa Musa na wa Yusufu. Farao wa Musa, tatizo la miaka 7 anachukua right now, action, bila hata kusoma katiba, bila mchakato. Alafu Farao wa Musa kesho. Hebu angalia hiyo reflection iliyoko hapa. Farao wa Musa yeye anasema kesho. Alikuwa na roho nzito kabisa la kuahirisha mambo kabisa. Yeye anasema kesho. Mavyura yako pale, mateso yako pale, na Mungu yuko na Musa yupo, na tatizo linaweza kuondoka right now, lakini hataki sasa, anazungumza kesho. Mabibi na mabwana, siku hizi Farao wa Musa alisema kesho. Farao wa Musa alisema kesho. Siku hizi wanasema mchakato. Siku hizi wanasema mchakato. Mchakato unaendelea, kampuni inafanya mchakato. Organization, kampuni ya Engineer Gulla Kimushi kwenye jambo hili la electrical na electronics hapa, kuna mchakato unaendelea. Kuna mchakato unaendelea kwenye kampuni. Mchakato mpaka watu wafe. Mchakato.
Watu wanataabika mchakato. Nilikuwa mchungaji wa usharika wa Kariakoo. Kwenye baraza la wazee nilipiga marufuku sentensi hii kwenye kikao cha halmashauri, kwenye kikao cha kamati ya utendaji na kwenye kikao cha baraza. Tukikwambia baraza, mzee wa kanisa, kamati yako ya ujenzi, tunataka ufanye study hii na hii. Tulikuwa tunajenga kituo cha faragha na maombi kikubwa sana katika bara la Afrika huko Bagamoyo cha Simba. Na tukifika kwenye kikao, unamuuliza mzee wa kanisa, kamati yako umefikiaje kwenye mambo ya ujenzi? Mheshimiwa baba mchungaji, mchakato unaendelea, mchakato wa kupata fundi, mchakato. Nikamwambia marufuku, ni marufuku, na mpaka kesho kabisa kwenye baraza langu la wazee mchakato sitaki kuona. That is Farao. Hiyo ni roho ya kuchelewesha mambo. Na niambia mchakato tunachakata. Mchakato. Yaani Kiswahili mchakato. Sijajua Kiingereza cha mchakato, lakini Kiswahili mchakato. Farao anachakata. Yaani anavyura, wanamtesa. Mungu anayeondoa tatizo yupo right now. Anachakata. Mchakato wa kuondoa vyura, mje kesho. Hata problem ambayo inaweza ikawa solved leo, wewe unasema kesho. Mchakato. Na unaweza ukaona kwenye reflection yetu hapo, vipi kuhusu mambo ambayo kwenye maisha ya kwako unayaona? Vipi kuhusu tabia ya kuahirisha mambo? Farao wa Musa anasema kesho, na siku hizi wanatumia mchakato. Wameendelea kidogo Afrika, wanatumia mchakato. Fedha za World Bank zinakuja, mchakato. Sijui kuna mambo ya kufanya nyumbani, familia, nataka kujenga pale nyumbani, wazee wameteseka miaka mingi, mnataka kubadilisha nyumbani, mkikutana mchakato wa kuchukua mchanga na tofali za kujenga. Sasa sio hivyo tu, nataka niwaambie, kuna baba na mama amesomesha watoto vizuri sana, mna elimu, mna fedha, lakini kaburi lake hamjajenga mpaka kesho. Kaburi la baba na mama hamjajenga, mchakato. Ni simenti kiasi gani kujenga kaburi moja? Mchakato. Na mkikutana kwenye vikao, tuna mchakato wa kujenga kaburi la mama yetu, marehemu mama yetu, mama aliyewapenda, mama aliyewapigania, mama aliyewasomesha, baba aliyewasomesha, baba aliyewalea. Bado mna mchakato wa kujenga kaburi. Tuna mchakato. Yaani hata kujenga kaburi mchakato. Good luck. Kujenga kaburi mchakato. Baba aliyewasomesha, mnaishi mjini kwa baraka za yule baba marehemu, kaburi lake kujenga mchakato. Kuna mtoto profesa humo ndani, kuna wenye PhD humo ndani, kuna na wachungaji pengine kama mimi humo ndani, kuna mapadri humo ndani, watoto wa huyo mzee. Bado mna mchakato wa kujenga kaburi. Kaburi ni kilomita ngapi? Lina fence ya kilomita ngapi? Mchakato. The power of now. Nimegusa watu hapo. Si mnakumbuka makaburi yenu yalipo na mafangasi huko mtoni? Nazungumza nini? Vipi kuhusu tabia ya kuahirisha na kuchelewesha mambo katika maisha yako? Vipi kuhusu tabia? Vipi kuhusu tabia ya kuahirisha na kuchelewesha mambo katika maisha yako? Uwe na hakika nguvu ya sasa, the power of now, katika maisha yako ina vita kubwa. Sio jambo la kirahisi hata kidogo. Uwe na hakika maisha yako yana vita ya power of now. Na Mungu anisaidie uweze kuelewa sawa sawa. Kuomba umeomba, Mungu amesikia, majibu ya maombi yako yametolewa tayari. Shida ni vita ya nguvu ya sasa, the power of now. The power of now. The power of now. Na sijui kama ulishawahi kufunga ukasema ninaiombea nguvu ya sasa, mambo ya sasa yatokee kwenye maisha ya kwangu. Kuna vita ya kuchelewesha mambo. Naweza ukaangalia reflection yetu hapa. Kuna vita ya kuchelewesha mambo. Vipi kuhusu tabia yako? Uwe na hakika ya kwamba kuna vita, na sasa yako ina vita kubwa. Kuna wengine ambao wamerogwa na kuapiziwa saa. Wameapizwa katika saa, hawaendi. Wanashikiliwa na roho nzito. Oh my God, oh my Lord. Sasa kama nimefika hapa, naomba uniwie radhi kwa dakika chache.
reference yetu asubuhi ya leo, waziri mkuu Danieli. Waziri mkuu Danieli alikuwa na vyeo viwili, ni waziri mkuu lakini pia ni nabii. Nabii Danieli ambaye ni waziri mkuu wa Babeli, majimbo 120, alikuwa na vita hii ya vita ya sasa. Alikuwa na vita ya sasa. Katika kitabu cha Danieli ule mlango wa 10 mstari wa 12 na wa 13, Biblia inasema hivi. Danieli 10:12 mpaka 13. Biblia inasema hivi: ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Tangu siku ya kwanza, sasa yako, maombi yako yalijibiwa. Mlango wa 10 mstari wa 13. Lakini mkuu wa Uajemi, mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nimemwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi, na mimi nimekuja nikutilie akili, nikupe yale ambayo Mungu amesema. Danieli aliomba, maombi yake yalizuiliwa. Ni miongoni mwa viumbe waliokuwa na vita ya sasa, the power of now, walikuwa destroyed. Ameomba kutoka mbinguni, majibu yake yamekuja siku ile ile na saa ile ile, lakini kumfikia iligharimu siku 21. Hii si vita ya kitoto, huwa inamzuia mtu kutoka msimu kwenda kwenye kusudi. Hiyo ndio shida, hii ndio vita. Na unaweza kuangalia reflection yetu, sio vita ya kitoto. Unaweza kuona Danieli ameomba, ametoa sadaka pengine ya mafungu ya 10 vizuri, ni muumini wa Morning Glory sana, ni anahudhuria darasa, na mafungo ya mwaka huu pia ya siku 40 amefunga. The problem, power of now, nguvu ya sasa. Na mimi nataka nikuombe katika Kwaresma hii, hebu jitahidi kuombea nguvu yako ya sasa. Ni wapi ambako sasa yako ina vita? Maombi ya Danieli yamejibiwa, lakini problem inacheleweshwa. Kuna vita ya kuchelewesha mambo. Waziri mkuu Danieli alikuwa na vita hii. Mimi sijui kama una vita hii ambayo wakati mwingine unaweza ukawa umekutana nayo. Vita hii sio ya kitoto. Nasema tena, ni wakati mzuri mno wa kuhakikisha ya kwamba unapigana vita hii. Israeli walipaswa kukaa Misri miaka 400, ila walicheleweshwa kwa miaka mingine 30. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 15 mstari wa 13, utaona Mungu alimwambia Ibrahimu muda wa wana wa Israeli kukaa Misri. Ukisoma pamoja nami, Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Miaka 400 ndio Mungu aliamuru wana wa Israeli wakae Misri. Soma Kutoka sasa, Kutoka 12:40. Biblia inasema hivi, Kutoka 12:40, basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Miaka 30 extra ilikuwa ni ya kucheleweshwa. The power of now. Hawakuwa na nguvu. Sasa hili ni taifa takatifu, na Mungu alizungumza na Ibrahim kwa sadaka ya mtoto wake wa pekee anaitwa Isaka. Ndio maana nimewaambia, na watu wanaweza wakatoa sadaka, lakini kama hawajapambana na the power of now, ile ni roho la kuchelewesha na kuombea nguvu ya sasa kwenye maisha yako, utachelewa kama taifa la Israeli. Nimekuambia juu ya Danieli alicheleweshwa, nimekuambia juu ya taifa la Israeli lilicheleweshwa. Sijajua kwa habari ya maisha ya kwako. Miaka 30 ya mateso ni muda mrefu mno, na miaka 30 ni umri wa mtu anayemaliza chuo kikuu na kuajiriwa, ni umri wa mtu, lakini walicheleweshwa. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo ninamaliza kwa kukuombea na ninakutamkia kwenye madhabahu hii, Mungu akupe the power of now. Mungu akupe nguvu ya sasa. Mambo yatendeke sasa. Yale ambayo yamechelewesha yaondoke. Unajua kwa nini malaika alipofika kwenye nyumba ya Ibrahim aliweka time frame? Alimwambia Sara hivi, majira kama haya mwakani, majira kama haya
mwakani utakuwa na mtoto. Ibrahimu akacheka, Sara akacheka, wakaguna ndani, wakawa na hizo self doubting. Lakini kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna delay spirit ya miaka 90 ya Sara ya kuzaa. Kwa hiyo ni lazima uweke time frame, lazima. Na sijui kama unaombeaga maisha yako kwa time frame, kwamba kwa sasa ni hapa. Siku moja nikawa niko Moshi na nimepita tu, nikakutana na daktari mmoja, daktari bingwa, ni mama, ana miaka 17, hajapata mtoto kwenye ndoa. Na tulikutana dukani tu kwa rafiki yangu, na akaniambia, mchungaji, naomba tu niombee uzao. Nimeshapandikiza watoto kwa njia ya kupandikiza hapa, yani daktari bingwa tu, na India na Uingereza, lakini sijafanikiwa hata mara moja. Nikipiga hesabu za haraka haraka, nimeshatumia almost karibu bilioni 1 na milioni 200 kutafuta mtoto. Na mimi nikamwambia neno moja tu. Yule malaika aliyepita kwenye nyumba ya Ibrahim akamwambia Sara, majira kama haya utakuwa na mtoto. Na mimi nakuambia mwakani majira kama haya uitwe mama. Hivyo tu, uitwe mama. Nakwambia yule dada alikuja kushangaa, ana mimba ya miezi 7 bila kujua. Na yeye ni daktari. Anasema, mchungaji, nimeanza kliniki na ujauzito wa miezi 7. Na Mungu amenisaidia, nimejifungua mapacha 2 wavulana. Oh my God, ungempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah. The power of now. Na mimi ninakuombea kwa Bwana, the power of now. Wako watu wachache wanaosema the power of now. Ninakuombea the power of now. Nguvu ya sasa iguse maisha ya kwako, iguse kila mahali unaenda, uwe mtu wa nguvu ya sasa. Wako watu wachache hapa wanaosema amina. Ninakutakia kwenye hii madhabahu, ninakubariki katika hii madhabahu, uwe na nguvu ya sasa. Washindi wachache wangesema amina. Chochote ambacho kilikuwa kimechelewa hakitacheleweshwa tena, na ikiwa kilikuwa kimecheleweshwa miaka mingi, ninatabiri kwenye hii madhabahu, majira kama haya mwakani, na uwe umepokea yale uliosubiri kwa miaka mingi. Washindi wachache waseme amina, halafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Hallelujah. Majira kama haya mwakani, you will never be the same again in the name of Jesus. Can you stand up please? Unaweza kusimama tafadhali? Nataka nikuombee na kukubariki. Haya maombi ya the power of now, Engineer Goodluck Mushi, na kwa sababu ni masuala yanayohusiana na uinjinia wa kumaliza kazi na mikataba ndani ya muda, basi ataongoza jioni. Hakikisha unashiriki na sisi hapa au online jioni. Engineer ataongoza na Friday prayer tutaomba. Inua mkono wako nikubariki. Baba, nimekwisha kusema yale ulionituma kusema, hata muda wa kusema haukunitosha. Ningali ninayo mengi. Wabariki watoto wako hawa ukiwafunulia, na wale wenye ukoma walipokuwa wakienenda wakatakasika, hata hawa wanapotoka hapa watakasiki wakienda. Uendelee kusema na mioyo yao, uendelee kuwatafakarisha kila mmoja mahali ambako amestaka amesimama. Bwana ukampiganie. Nimemwombea kila mmoja nguvu ya sasa, the power of now. Baba, ninaomba usikubali dhabihu na sadaka zetu tunazoleta madhabahuni pako. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Tubariki sasa daima katika jina la Yesu. Ibariki siku ya leo, uso wako uende nasi kila mahali tunapokwenda, malango yetu yakawe wazi daima, kwa jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote tuseme amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya.